Jarida la habari la Ujerumani Der Spiegel limeripoti kuwa taarifa binafsi za washauri wakuu wa masuala ya usalama wa rais wa Marekani Donald Trump zinaweza kupatikana mitandaoni. Ripoti hiyo iliyochapishwa Jumatano imetolewa ikiwa ni siku chache baada ya tukio la fedheha la taarifa za kiusalama za serikali ya Marekani kuvuja. Angela Mdungu na ripoti kamili. Kulingana na jarida la Der Spiegel, nambari za simu, barua pepe na hata nywila zinazotumiwa na mshauri mkuu wa usalama wa taifa Mike Waltz, mkuu wa usalama wa taifa Tulsi Gabbard na waziri wa ulinzi Pete Hegseth zinaweza kupatikana kupitia programu za kutafuta taarifa na data zilizoibiwa na kuwekwa hadharani mitandaoni. Namba za simu za mkuu wa usalama wa taifa na za mshauri mkuu wa masuala ya usalama wa Marekani ziliripotiwa kuwa na uhusiano na akaunti za majukwaa ya kutuma na kupokea ujumbe WhatsApp na Signal. Kwa mujibu wa jarida hilo la Ujerumani, hatua hiyo imeziweka hatarini kudukuliwa taarifa hizo binafsi kupitia programu zilizo kwenye vifaa vyao vya mawasiliano. Limebainisha kuna uwezekano kuwa huenda mawakala wa kigeni walitumia mwanya huo kufanya ujasusi wakati wa sakata la hivi karibuni lililowahusisha maafisa hao. Katika sakata hilo, wakiwa katika jukwaa la Signal, maafisa hao waliunda kundi na kuizungumzia mipango ya siri ya Marekani kuhusu mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kihuthi wa nchini Yemen ya Machi 15. Waziri wa ulinzi Pete Hegseth bila kukusudia alimjumuisha mwandishi wa habari wa jarida la Atlantic la Marekani Jeffrey Goldberg, na jarida hilo lilichapisha kwa kina mawasiliano yao. Muda mfupi baada ya kashfa hiyo, Rais Donald Trump alizungumzia akizirusha lawama kwa jukwaa la Signal badala ya maafisa wake. Hilo halinishughulishi. Unajua, nataka kujua kama kuna kosa lolote au kama jukwaa la Signal halifanyi kazi. Inawezekana Signal si nzuri sana. Kama unavyojua ni kampuni. Ni bora nijue kuhusu hilo, lakini pia hakukuwa na madhara kwa sababu shambulio lilifanikiwa na limekuwa na mafanikio makubwa kwa siku 4 au 5 zilizopita. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekiri kuwa kosa kubwa lilifanyika kwa kumjumuisha mwanahabari Goldberg. Jarida la Der Spiegel limesema maafisa hao watatu wa ngazi ya juu katika masuala ya usalama wa Marekani hawakujibu lilipowatafuta kuzungumzia suala la taarifa zao binafsi kupatikana mitandaoni. Baraza la usalama wa taifa la Marekani limewatetea na kusema akaunti na nywila zilizotajwa na jarida la Ujerumani zilibadilishwa mwaka 2019. Tuangalie habari za kibiashara. Ushuru wa magari yote yatakayoingizwa Marekani kutoka nje ya nchi hiyo wa asilimia 25 uliotangazwa na Rais Donald Trump umepingwa vikali na washirika wa kibiashara wa Marekani. Trump amesema ushuru huo wa magari na vipuri vya magari yanayoagizwa kutoka nje utarudisha fedha kutoka kwenye nchi za kigeni ambazo zimekuwa zikipora Marekani nafasi za kazi na utajiri. Zainab Aziz amefuatilia swala hilo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Rais wa Marekani Donald Trump amezindua ushuru wa asilimia 25 kwa magari yanayoagizwa kutoka nje unaotarajiwa kuanza wiki ijayo. Tangazo hilo limepokelewa kwa shutuma na maneno yanayoonyesha wasiwasi kutoka kwa washirika wakuu wa biashara wa Marekani, ikiwa ni pamoja na nchi za Umoja wa Ulaya, Canada na Japan. China kwa upande wake imetahadharisha kwamba hakutakuwa na mshindi katika vita vya kibiashara. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiakun, anaeleza, haijawahi kutokea nchi ambayo imepata maendeleo na kustawi kutokana na kuweka ushuru. Hatua za Marekani zinakiuka sheria za shirika la biashara duniani WTO. Vile vile zinadhoofisha mfumo wa biashara wa kimataifa unaozingatia sheria na maslahi ya pamoja ya nchi zote, lakini pia hazina manufaa na hazitatui matatizo ya nchi yake. Ushuru huo wa asilimia 25 utaanza kutumika Aprili 2 na utayahusu magari yote ambayo hayajatengenezwa Marekani. Chini ya mpango huo, hata watengenezaji wa magari wa Marekani ambao modeli za magari yao zinatengenezwa nje pia watatozwa ushuru huo. Chama cha Ujerumani cha sekta ya magari VDA kimesema ushuru huo utakuwa mzigo mkubwa kwa makampuni ya kimataifa
na minyororo ya ugavi. Rais wa VDE Hildegard Müller amesema ushuru huo mpya wa Trump utaathiri ukuaji na ustawi kwa pande zote. Ametoa wito yafanyike mazungumzo ya haraka kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya ili kufikia makubaliano ya pande mbili ambayo pia yanaweza kujumuisha maeneo mengine. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amemshutumu kwa hasira Rais wa Marekani Donald Trump, akimwambia kwamba anataka kuuangusha uchumi wa Canada ili apate kuitwaa nchi hiyo. Kwa upande wake, waziri kiongozi wa baraza la mawaziri nchini Japan, Yoshimasa Hayashi, amewaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake imeomba tena iachwe nje ya hatua hizo za ushuru wa Trump. Wataalamu wa sekta ya magari wamesema hatua hiyo ya Trump bila shaka itaongeza bei na pia itaathiri uzalishaji. Hisa za kampuni za kutengeneza magari barani Ulaya na katika bara la Asia zimeporomoka sana katika soko kuanzia mapema hii leo kutokana na tangazo la Rais Trump la kuweka ushuru wa 25%. Ni sauti ya Zainab Aziz. Bara la Ulaya linataka kushirikiana na Uturuki katika juhudi zake za kupunguza kuitegemea Marekani na kuongeza hatua za kuiunga mkono Ukraine. Lakini wakati ambapo maandamano makubwa yanaendelea nchini Uturuki, wataalamu wanasema Umoja wa Ulaya unajikuta katikati ya kuzingatia maadili yake na juu ya kuyalinda maslahi yake muhimu, wakati ambapo unakabiliwa na hatua ya kusawazisha uhusiano wake na Uturuki. Ripoti mwandishi wa DW Rosie Biachard inasomwa na Rashid Chilumba. Uhusiano wa Umoja wa Ulaya na Uturuki kwa muda mrefu umeorodheshwa kwenye mgumu. Hadi sasa nafasi ya Uturuki kujiunga kwenye umoja huu bado inasalia kwenye makaratasi tu, lakini kwa mujibu wa msimamo wa washirika wa jumuiya ya kujihami ya NATO, mataifa ya Umoja wa Ulaya na Uturuki yameahidi kulindana endapo umoja wao utashambuliwa. Katika miaka hivi karibuni, Umoja wa Ulaya umekuwa ukimshutumu Rais Recep Tayyip Erdogan kwa kuendelea kuikandamiza demokrasia na kusababisha mkwamo katika ombi la Uturuki la kujiunga kwa mwanachama Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, mnamo wiki hii makao makuu ya umoja huu mjini Brussels yameonekana kupuuza ukosoaji wake dhidi ya Uturuki, hata baada ya vikosi vya usalama kutumia nguvu dhidi ya watu waliokuwa wanaandamana kwa amani baada ya mpinzani mkuu wa Erdogan kukamatwa kwa tuhuma za ufisadi, jambo ambalo waandamanaji wanasema hatua hiyo imechochewa kisiasa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International pia limelaani matumizi hayo ya nguvu ya vikosi vya usalama dhidi ya raia nchini Uturuki. Wakati rais wa Uturuki anasema maandamano yaliyoenea ambayo yamehusisha makabiliano na polisi ni harakati tu za vurugu, wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ufaransa imesema kitendo cha kufungwa kwa meya wa mji wa Istanbul Ekrem İmamoğlu na watu wengine kadhaa ni hatua inayoshambulia demokrasia kwa kiwango kikubwa. Na wakati huo waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani anayemaliza muda wake Annalena Baerbock amesisitiza kwamba wapinzani wa kisiasa mahala pao sio jela au mahakamani. Lakini kwenye makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, maneno yanachaguliwa kwa uangalifu kabla ya kutolewa. Profesa Jean Marco aliyebobea katika masuala ya uhusiano wa Umoja wa Ulaya na Uturuki katika chuo kikuu cha kimataifa cha Grenoble Alpes ameiambia DW kwamba kuna tofauti kati ya kile kinachoendelea nchini Uturuki na uzito athari zilizopo barani Ulaya. Hata hivyo, Amanda Paul, mchambuzi mkuu wa kituo cha sera cha Ulaya, amesema yeye anafikiri zipo sababu za wazi. Ameambia DW kwamba hii ni taswira ya hali mpya ya siasa za kikanda. Amesema kuingia tena kwa Donald Trump katika ikulu ya Marekani kumesababisha Ulaya kufikiria upya juu ya ulinzi wake, huku serikali zikikimbilia kupunguza hatua za kuendelea kuitegemea Marekani na kufikiria kwa kina juu ya mustakabali wa Ulaya bila ulinzi wa Marekani. Na kutokana na jeshi la Uturuki kuwa la pili kwa ukubwa katika muungano wa kijeshi wa NATO baada ya Marekani, Paul amesema mahala ilipo Uturuki kwenye eneo la kikanda unaipa nchi hiyo uzito na nafasi ya kipekee ambayo nchi nyingine au hata duniani kote hazina nafasi kama hiyo. Mchambuzi huyo mkuu wa kituo cha sera cha Ulaya Amanda Paul amesema Umoja wa Ulaya pia unaweza kuwa unaiangalia sekta ya silaha inayoshamiri nchini Uturuki, wakati umoja huu unapotafuta wasambazaji zaidi mbadala wa silaha kwa ajili ya majeshi ya kitaifa. Paul ameeleza kwamba sekta ya ulinzi ya Uturuki kwa kweli ina mengi ya kutoa kwa Umoja wa Ulaya, wakati ambapo jumuiya hiyo inakabiliwa na uhaba mkubwa wa silaha.